kuna mambo mengine lazima tukubaliane. Tukitaka kumaliza mambo mengine ili maendeleo yaende kwa haraka, lazima tuache mikutano, tupunguze mambo ya kuvutana, ya kuoneshana umwamba kwenye kesi, ya kuoneshana umwamba, mimi ndio fulani, ndio mtanijua. Haya mambo yalishapitwa na wakati. Tukitaka maendeleo yaende kwa spidi, lazima tuache hizi kesi, migogoro. Ukija Njombe utaambiwa Kifanya ndio eneo la migogoro. Mimi siku moja naingia tu Njombe naambiwa Kifanya migogoro. Lakini leo nimekuja hapa kidogo, nimesikia migogoro ni kidogo, isipokuwa imebakia zingine changamoto zingine za kawaida. Sasa kama ni mgogoro hapa, mimi nimesikiliza labda ni changamoto tu ya hawa wazee hapa, ambao mimi nimewahoji wananchi hapa, nimewauliza eneo lile la nani, wananchi wanasema ni la kwetu, la kijiji. Ya wananchi wao wanasema eneo lile ni la kwa. Si mgogoro tayari huo? Sasa tukiacha haya mambo haya tunafika mbali. Kitu kinachoweza kuturudisha nyuma ni kupenda migogoro, mvutano, kujua sana kuongea. Sio watu wa kumaliza mambo, ni watu wa kuendeleza mambo. Na tukishafikia hiyo hali hiyo, tumeshaingia kwenye laana ya kwamba sisi hatuwezi kusonga mbele, hatuwezi kufanikiwa. Kwa lazima tufikie sehemu ya kumaliza, kwamba acha hii na yenyewe tumalize. Tusipotaka kumaliza, mtaishi miaka leo 10 tena ijayo, 20 ijayo, mtakufa. Watakuja wajukuu wenu, watarithi migogoro, na wakisharithi migogoro, nao watakuja kurithisha wengine. Umerithisha laana ya migogoro, mtoto wako anakuja tena, mjukuu naye arithi laana ya migogoro, anakuja tena kitukuu naye anarithi laana ya migogoro. Unakuwa ni ukoo wa migogoro. Nataka niwaambieni ukweli, ardhi simeikuta, simeikuta hii. Wewe jiulize, baba yako alipataje? Au mzazi wako alipataje? Kwa nini leo unataka ya kurithi tu? Kwa nini leo usitafute ya kwako? Kwa nini usitafute ya kwako? Ni kama mimi hapa niende nikahangaika na mali ya baba ya kurithi. Ala, kwa nini sitafute ya kwangu? Nina mikono, nina miguu, nina kila kitu. Kwa hiyo tunataka kurithi, yaani tunakaa tukurithi tu migogoro, kwa sababu ya baba, ya babu, ya babu. Na wengine ukija kufuatilia sana, hata undugu ni wa mbali tu. Nataka niwaambieni ukweli, huwezi kufanikiwa kwa namna hiyo. Malizeni haya mambo, ya malizeni. Ishu ya kumaliza iko kwenye mioyo yenu, kwa sababu inahitaji utayari wenu. Usipokuwa tayari itaishi miaka na miaka. Na uambieni, mimi niko hapa, mimi naitwa Sweda, nitaondoka na kuacha na hicho kitu chako. Atakuja tena mwingine anakuacha kwa sababu hutaki kumaliza. Na mking'ang'ania mahakama, naambieni sasa, ni nzuri, isipokuwa
umalizaji wake wa mambo huo unaleta hasira tu sehemu nyingine, kwa sababu unaweza ukashindwa. Haina maana ya kwamba wewe si ni umiliki, inawezekana umeshindwa kujieleza. Mimi naambieni ukweli, inategemea mheshimiwa leo ameamkaje siku hiyo. Hajagombana na mmewe, hajagombana na mkewe. Unakuta amegombana siku hiyo na mke wake. Kuna wakili wao hawashindi. Unashinda tu hii. Wewe nipe hii hela nitengeneze karatasi. Inatoka mwisho, imetoka hapa, kesi imeenda mkoani, imeenda wilayani. Nipeni nauli na yakula na yakulala huko huko. Naandaa nyaraka, sija printi nyaraka bado. Na ukishafika kule tena anapigwa chini, anasema tutakata rufaa. Uji mambo unafanywa biashara. Mnachangishana tu. Sasa watu mtachanga mpaka unaanza kuuza na mashamba unachanga. Mimi nataka niambieni ukweli. Ndio maana nimewambia mtu akipenda kesi wamechagua maskini. Mtu akiugua ni umaskini ule. Ni heri kukaa na kukubaliana. Kwanza ukimaliza kwa kukaa na kukubaliana mkasalimiana, mnaweza ukamaliza vizuri mkasema mambo yakaisha. Lakini sisi kwa sababu binadamu tupo, wajuaji wa kuongea. Endeleeni.